Kwa jina mimi naitwa Architect Chagu Ngoma, kaimu katibu tawala mkoa wa Mwanza. Nipo hapa mbele yenu kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Mwanza. Naamini wote tulio wageni katika mkoa huu tuko vizuri. Tunawakaribisha sana katika mkoa wa Mwanza watu wote wanaoweza kuwekeza katika nyanja mbalimbali. Kongamano hili na baadaye mdahalo wa kitaifa unahusu ubia kama ilivyoandikwa pale wa sekta ya umma na sekta binafsi. Dhana ambayo tunaamini ni moja ya mambo yanapaswa kuchagizwa na kuongeza ufahamu na elimu kwa Watanzania, wafanyabiashara, lakini sekta ya umma vile vile na sekta binafsi, ili hatimaye tuweze kuikwamua nchi yetu na pengine kufanikisha matarajio na malengo ya serikali, wakati huu tukimalizia utekelezaji wa dira ya taifa inayoishia mwaka huu 2025 na maandalizi ya dira ya taifa ya 2050. Kumekuwa na mkanganyiko sana kitaifa kuhusu mambo mawili: ubia na ubinafsishaji. Na katika hilo limezaa jambo moja jipya: ajenda ya watu kuaminishwa kwamba baadhi ya miradi ya ubia imejenga taswira kama bwana kuna watu wanauza nchi. Ndugu David Kafulila, unawezaje kueleza umma wa Wanamwanza, wadau wa ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi kuhusu huu mkanganyiko? Tukifanya ubia hatumaanishi kwamba tunahamisha umiliki. Pembekopo na mjadala wa kwamba pengine ubia ni kuuza nchi. Watu ubia bana tunauza nchi bana. Ndio kazi ya makongamano kama haya. Hatufanye ubia kuuza nchi. Tunafanya ubia kwa sababu hizo tatu. Miradi ya ubia ni mali ya umma, ni mali ya serikali, kabla, wakati na hata baada. Hiyo ndio principle. PPP sio privatization. Ni general principle hiyo. Kwa hiyo tunahitaji kufanya yote haya kwa ajili ya kufikia malengo hayo makubwa. Tunafikiria kujenga taifa kubwa. Ndugu yangu wa TPA, ukiwa mkurugenzi wa huduma za sheria, tupe uzoefu basi wa ubia ambao ni uhalisia wa TPA na dhana nzima ambayo na wasiwasi na mashaka ambayo baadhi ya Watanzania wengi walikuwa nayo wakati ule TPA kwa maelekezo ya serikali, sio kama ilipoingia ubia na taasisi za nje katika uendeshaji. Picha ikoje sasa hivi? Serikali imenufaika kwenye maeneo mengi, na bado katika kunufaika kule bandari ni ya serikali. Bandari yetu iko pale pale, mkurugenzi wetu ni yule, usimamizi wetu ni ule, ila ubia unachokifanya ulipoleta wawekezaji umeipunguzia serikali kutumia mabilioni mengi kuwekeza kwenye manunuzi ya mitambo ya uendeshaji wa shughuli za kibandari. Sasa hivi sisi tunaweza tukaagiza labda aina ya coaster capacity ya watu 26 mpaka 28. Pale bandarini unaweza ukaclear kwa 15 milioni. Lakini ukimaliza kuclear, gari inachukuliwa inapelekwa Kurasini tena. Na labda ufanye follow up, lakini kama hujafanya follow up unaweza ukasema labda nasema uongo. Inapelekwa Kurasini. Unafanywa hesabu tena ya capacity ya ile gari ili ulipie tena, sio chini ya 3 milioni mpaka 4 milioni. Sasa kabla ya bandari hii kwa wawekezaji kuwepo, tulikuwa hatuendi hivyo. Kwa hiyo sasa hivi vile vifaa vimekuja ndio tupandishia sisi gharama. Ndio maana unaweza kununua gari moja ukaishi nayo miaka mpaka unakufa. Gari moja hiyo, huwezi kuongeza. Nachukua point mbili hapa kwamba mzee wangu pale, nimekuelewa sana. Nimekuelewa ulichozungumza. Kwa sababu unachozungumza ni kwamba kwa utaratibu wa sasa wa sekta binafsi kushiriki katika uendeshaji wa shughuli za kibandari, sasa hivi mizigo mingi, kwa mfano kama magari yakifika pale yakishashushwa hayakai,
yanakwenda kwenye bandari kavu za pembeni. Sasa nikutoe hofu, naelewa tatizo lilipo. Tuko kwenye mchakato wa kanuni namna bora ya kutatua changamoto hiyo, lakini pia tunapitia mikataba pia ya uendeshaji wa hizo bandari kavu. Kupitia mikataba ya uendeshaji wa bandari kavu ambazo sasa hivi tuko kwenye hatua ya mwisho, ni suluhisho la muda mfupi ili kupunguza hilo ambalo umelizungumza, lakini kwa kanuni zinazokuja sasa inaenda kusawazisha baadaye. Kwa hiyo tunaanza na uboreshaji wa mikataba ambayo tumeshamaliza, utaona matokeo baadaye. Mimi naitwa Evelyn Magambo, ni kaimu mkurugenzi chuo cha elimu ya biashara Mwanza. Niwashukuru panelist kwa hoja nzuri, lakini mimi nitakuwa na mambo machache tu. Mengine inaweza kama mchango, lakini lingine kwa kama swali kwa dakika chache. Labda tu kwa mkurugenzi wa PPPC, kuna swala sasa hivi ambalo liko very pressing, mambo ya USA kukata misaada, ambayo kuna projects zinaweza zikaathirika moja kwa moja kwa kukosa hizo foreign aid. Sijajua kama center ya ubia imeweza kupata wasawa kufanya identification ya miradi hiyo na hizo athari zake, na labda kutumia PPP kama alternative financing ya hii miradi kuweza kuepusha madhara ambayo yanaweza yakatokea. Zipo hatua ambazo serikali inazichukua kupitia Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango, lakini pamoja na intervention hizo za kutumia sekta binafsi kufanya baadhi ya miradi. Sekta binafsi inapoingia ubia, tukitekeleza miradi kwa utaratibu wa ubia, tunaipa nafasi serikali ya kuokoa hiyo fedha ambayo ingeweka hapo, ikawekeze huko ambapo hakuna uwezekano wa kupata kivutio kwa sekta binafsi kufanya. Misaada mara nyingi hii ambayo inaokuwa imeondolewa ni kwenye maeneo ya afya, kidogo elimu, na ni kwa maeneo ambayo yanahusu watu maskini, ambayo sekta binafsi inaweza isivutike kuweka fedha yake kule. Kwa hiyo kumbe tukifanya ubia, tunavochochea masuala haya ya ubia, tunaipa nafasi serikali kuzielekeza hizo rasilimali zake, hizo kodi na mikopo kwenye hayo maeneo, hususan katika muktadha wa sasa ambapo mwelekeo wa dunia umebadilika. Mwelekeo wa dunia umebadilika kwa kiasi hicho ambacho kinahitaji sisi ndani to respond, ikiwemo ni pamoja na ku-engage more PPPs ili kusudi tuweze kusustain hicho ambacho tulikuwa nacho na kuabsorb hizo shocks ambazo zinajitokeza duniani. Lakini tumesikia kelele kwamba hii PPP inakuwa considered kama ubinafsishaji, lakini nadhani major issue hapa haionekani kuwa kama public private partnership, lakini inaonekana kuwa kama vile ni foreign public partnership, kwa sababu hiyo miradi mikubwa mingi inakuwa venture na foreigners. Kwa badala ya kuwa private public private, ina sound kama vile ni public foreign partnership, kwa sababu nyingi inaenda kwa foreigners. Nadhani hapo ndio kuna hoja ya msingi. Swali vizuri pia ni challenge kwamba inaonekana hii ni foreign PPP, yani kama vile government na foreign investors, na sio real PPP ya tunayozungumza. Lakini pia PPP na yenyewe sio PPP kwa ajili ya locals tu. PPP ni both foreign na local. Ndio mantiki yake. Sasa kuna changamoto pengine za local ambazo zimekuwepo. Nakumbuka wakati watangaza mradi wa barabara ya Kibaha Chalinze, ziliomba kampuni 9. Kati ya kampuni 9, 8 zilikuwa za China, 1 ya Uturuki. Hata Afrika ya Kusini haikuwa na kampuni ambayo imeomba, wala Egypt, ambazo hizi ni nchi kubwa katika uchumi wetu wa Afrika. Kwa hata ya Ulaya haikuwepo, achilia mbali sasa hizo za Afrika. Hata ya Ulaya haikuwepo. Ilikuwepo China kampuni 8, Turki ameitaki kampuni 1. Mchujo ukafanyika zikabaki 5. 1 ya Uturuki, 4 za China. Ukachujwa teza kabaki 3, wa China watupu. Sasa ni hivyo, lakini kuna balance kwamba mradi wa dola milioni 800 inawezekana pakawa na changamoto, hasa kama sekta binafsi haijawa kubwa sana, na sio tu ya Tanzania, lakini ya Afrika kwa sehemu kubwa, hususan Afrika South of Sahara.
tunafanya nini? Kwenye sheria ya PPP kuna local content ambayo kwenye evaluation local na foreign wakishindana, local anapewa kipaumbele kwenye evaluation. Hata hivyo bado unakuta size ya mitaji inaweza ikawa ni changamoto zaidi. Sasa kuna kubalance pale, kuna quality unayohitaji kwenye infrastructure hiyo unayojenga, lakini wakati huo kuna inclusiveness ya local kwenye hayo maeneo. Lakini vile vile investor hawa wa nje wanapokuja, moja kitu ambacho ni msimamo wa serikali ni kwamba wakipartner na local wanaongeza nafasi yao ya kushinda. Yani akija foreign company ana partner na local kutaka mradi fulani, alafu mwingine ni foreign pure, huyu ambaye amepartner na local anapewa alama za juu zaidi. Sasa hizo ni engagement ambazo serikali imekuwa tukifanya, na kimsingi haya mambo yamekuwa yakifanyika tangu zamani ya kuhakikisha kwamba kampuni za nje zikija zina partner na local. Mfano mzuri ni IPTL. IPTL kampuni ya Malaysia ya Mekma, walipokuja wakashirikiana na kampuni ya VIP Engineering, 30% ya IPTL ni local, 70% ndio foreign. Kwa hiyo serikali imekuwa ikichukua katika hatua hizo kwenye baadhi ya hiyo miradi, na mfano huo ni huo mradi wa dola milioni 100 wa kutoka Malaysia, lakini local walipewa 30%. Kati ya share 10 local walipewa share 3. Lakini pia ni ukweli kwamba lazima tufanye zaidi kwa ajili ya kuhakikisha tunajenga uchumi ambao ni sustainable. Mimi naitwa Happiness Mabula, mkurugenzi wa Tanzania Women Chamber of Commerce kanda ya Ziwa. Changamoto tunayokuja kukutana nayo ni utitiri wa kodi. Kodi zinakuwa nyingi. Kodi zinamfanya mjasiriamali akate tamaa. Anaanza kwa kulipa kodi ya chumba. Hapo hapo leseni inamtizama. Hapo hapo TRA, OSHA. Bado watu wengi yani wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya kodi. Ya mijadala ya kodi duniani kote huwa ni mizito. Nakumbuka waziri mkuu wa zamani wa Uingereza David Cameron aliwahi kufanya presentation moja kwenye chuo kikuu, akapose swali kwamba how to make life better without spending more money. Ni kwa namna gani unaweza ukafanya maisha yakawa mazuri bila kutumia pesa zaidi? Sasa kwa upande wa serikali ni hivyo hivyo. Namna gani ya kuachieve maendeleo ya watu bila kukusanya zaidi? Kwa sababu equation au mlinganyo wa kodi umejengeka kwenye bajeti ya serikali, upande mmoja mahitaji ya miradi, upande wa pili makusanyo, kwa sababu serikali haifanyi mazingaombwe ya kutengeneza pesa. Sasa kwa hiyo equation, huo mlinganyo huo wa namna gani, nakumbuka nikiwa mbunge ilikuwa mkifika kwenye mjadala wa miradi, kila mbunge anahitaji mradi wa jimbo lake. Ukifika kwenye mjadala wa kodi sasa, kila mbunge anataka kodi ipunguzwe. Kwa kuongoza sio lele mama. Unaambiwa ulete maendeleo, miradi itekelezwe na kodi zipungue. Hiyo ni question. Hiyo ni mlinganyo ambao unahitaji shule nyingine. Hata hivyo haimaanishi kwamba akiwezi kufanyika kitu kwenye kurekebisha hali. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda team inazunguka nchi nzima, inakutana na wadau, nafikiri hata hapa Mwanza imeshafika. Wanajaribu kutathmini mambo gani ya kurekebishwa kwenye kodi. Hii dhana nilikuwa naizungumza mwanzo ni dhana ya jumla tu, kwamba mwisho wa siku lazima kodi ikusanywe ili kuweza kutekeleza hiyo miradi. Ila kwa kiasi gani, kwa namna gani, hiyo ni jambo, huu ni mjadala ambao unaweza kutafutwa namna bora zaidi. Lakini dhana yenyewe haikwepeki. Lakini jambo la pili, kwenye sheria ya ubia, moja ya mambo ambayo yametolewa ni tax exemptions, misamaha ya kodi kwenye miradi ya ubia. Kwa hiyo ukija wewe mwekezaji, ndugu yangu hapa Dr. Mali, umebobea kwenye mambo haya ya uwekezaji, njoo kwenye ubia ukufanye, kuna misamaha ya kodi. Kwa sababu miradi pia ya ubia ni miradi ambayo inatekeleza jukumu la serikali, kwamba ni jukumu la serikali kujenga hostel. Ukijenga wewe umesaidia yenyewe. Kwa hata urahisi wa kupata msamaha wa kodi ni mkubwa
kwa sababu umeifanya serikali isitumie pesa kufanya hicho ambacho wewe umekifanya ili katumie maeneo mengine. Sisi ni wafanyabiashara wa soko la Mwaroni Kirumba pale, na tunafanya kwenye hilo soko ni mali ya halmashauri ya Ilemela. Kimsingi ile ni serikali, na sisi kama wafanyabiashara tunalipa ushuru na tozo mbalimbali ambazo zimeainishwa kisheria. Kwa ujumla hatuna tatizo na hizo tozo kwa sababu tunazitoza, tumekaa rafiki, tunakubaliana. Lakini kuna kitu kimejitokeza mwaka jana, lile soko limerasimishwa kama bandari. Na sheria ya bandari ni kwamba na wao lazima tutekeleze sheria zao za kibandari, kwamba kuna tozo ambazo bandari kama bandari inazitoza. Hebu niambie kwamba lile soko tulijue kwamba ni soko au ni bandari. Sasa hili changamoto yake ni ya kiutawala. Kwa hiyo mimi nikitoka hapa, kwa sababu sisi hapa pia tuna manager ambaye ni boss wa bandari hapa yupo. Kwa hiyo nikitoka hapa, mimi nimekuja kwa ajili ya mdahalo, bado nipo. Nikitoka hapa mimi nitamchukua, tutalisolve, nitampa mwongozo mzuri sana ambalo sio lazima kila soko la Kirumba kule Ilemela. Ni swala la kiutawala. Changamoto kubwa ambayo imetufanya sisi toka kuanzishwa kwa PPP 2009 mpaka leo, Watanzania wengi wameshindwa kushiriki kwa sababu ya kukosa mtaji wa kuingia kwenye hiyo PPP. Hapa mlimsikia tukiambiwa na mkurugenzi mtendaji hapa, ukiangalia project ndogo ambazo wanasema ziko huku chini, ndogo sana, wanasema ni dola milioni 20 ambazo ni sawasawa na hela za Tanzania zinazidi bilioni 50. Ukiwaangalia Watanzania wenzangu au washiriki wenzangu, ni nani mmoja wetu katika humu ndani wenye mradi unaofika hata huo mradi mdogo wa bilioni 50, ukiwaambiwa wanyoshe mkono utaona hakuna mkono utakaoinuka. Sijui nasema ukweli au nasema uongo. Kwa hiyo kilichowafanya private sector wasishiriki vizuri kwenye swala la PPP, sio PPP tu, hata uwekezaji, ni kwa sababu ya kukosa mtaji. Na kama tatizo hili hatukuliadresi, hata hiyo PPP ambayo ina malengo ya kufikia 2050, na kama waziri alivyosema tuna target kutaka kuinua pato la taifa kufika $1 trillion, nadhani bado itakuwa ni ndoto. Lazima tutafute mwarobaini wa hili tatizo. Sio kwamba sisi wa Tanzania ndio wa kwanza kupita kwenye eneo kama hili. Wenzetu katika nchi zingine duniani walishapita kwenye eneo hili na wakaona ni nini ni tatizo gani linalopata wananchi wao, wanashindwa kuwekeza kwenye miradi mikubwa. Naomba hapa nieleweke, nazungumzia miradi mikubwa kama unavyoanza kusema kuanzia dola milioni 20. Ni namna gani wananchi hao wanaweza kusaidiwa wakawekeza kwenye hii miradi ya mikubwa ambayo ndio inayoweza kufanya uchumi wa nchi ukainuka. Mimi niwaambie ndivyo naamini mimi mwenyewe. Kuita foreign investors wakaja kwenye nchi yako, kama hujajipanga, kama hujaweka utaratibu mzuri wa namna gani huyu foreigner atakapowekeza, ukimwachia milango sana, uchumi wako hautainuka, foreigner atakuepo. Na wananchi mtapata baadhi ya wananchi mtapata ajira, lakini uchumi hauinuki. Tapeni mfano. Swala la investors kuja Tanzania alianza Rais Mkapa, sasa hivi miaka 30. Kweli si kweli? Shilingi yetu ukiangalia kwenye benki, kwenye BOT, dola moja mwaka 1998 ilikuwa shilingi 665. Sawa? Leo dola iko 2600 na karibu 50 au 70. Shilingi yetu imekomaa au imeshuka chini? Imeshuka chini. Lazima tujiulize swali. Foreigners wanakuja, tunaambia uchumi unakuwa,
lakini shilingi haimariki. Kosa lilifanyika wapi? Katibu mtendaji, lazima mjaribu na ninyi muende mjitathmini. Hivi kuna mtu alitathmini wawekezaji wakija uchumi utainuka au utateremka? Kuna mtu yote alifanya mahesabu, panel yote ilikaa ikafanya hayo mahesabu? Nina imani hakuna. Ni time ya kwenda kukaa muangalie, ili mjue yes tunataka waje, lakini tuwafanyeje watuweze kuinua uchumi wetu. Ukiangalia uchumi wa Arabuni, kwa mfano Dubai, sio wao wanachimba mafuta. Kweli ni investors walikuja kutoka nje, lakini walijipanga. Wakaamua resources zote wakawagawia wananchi. Alafu wakamwambia mwekezaji njoo. Hapo ukichimba utapata mafuta. Eneo hilo lakini analimiliki yule mama. Nenda mkae naye muingie ubia. Na yule mama ameshafundishwa, mtakapoingia kwenye ubia, usikubali ubia wa wewe kuchukua chini ya 35%. Muache foreigner achukue 65%. Ndio maana umesikia Dubai imejengwa. Faida 35% ni lazima ibaki pale kwenye nchi yetu, kwenye nchi yao. Ndio imejenga Dubai. Jiulize hapa Tanzania. Watu wa TIC nafikiri mko hapa. Foreigner akija hapa akiwekeza, faida yake anayeruhusiwa kupeleka nje ni asilimia ngapi? Watu wa TIC tusaidieni. Hamna hata mmoja, ni 100%. Alipewa kama incentive. Kwa hiyo kwa maneno mengine, huyu mtu anafanya biashara hapa, faida yote anapeleka nje, hakuna namna uchumi wa Tanzania utakuwa. Hii tutakaa mpaka dunia itaisha. Utakuwa kwenye makaratasi, lakini principally haukui. Ukisikiliza hoja ambazo zimetoka hapa, unaziona ziko kwenye picha kubwa ya kujenga uwezo wa sekta binafsi ya ndani. Ndio hoja kubwa iliyopo hapo. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya kama nchi, na mawazo mengine yametoka huko, ni kuimarisha sekta binafsi ya ndani. Tunapotakiwa kuimarisha, manake ni kwamba mifumo yetu ya uwezeshaji inatakiwa iimarike. Nafahamu kuna sera ambayo ni sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Sasa pengine tunahitaji, kwa mahitaji ya dira sasa, tunahitaji pia kuiangalia. Nafahamu kwamba baada ya dira kupitishwa mwezi wa 6 pale bungeni, tutalazimika kufanya mapitio ya sera nyingi, kanuni nyingi, ili ziweze kuendana na mahitaji ya dira ya sasa. Kama tunataka kweli sekta binafsi iweze kutoa mchango wake kufikia lile lengo la dira, basi ni lazima tuweke mifumo yetu ya kuiwezesha sekta binafsi, sio ya nje tu, hata ile ya ndani, ili iweze kutoa mchango wake mkubwa. Kwa hiyo picha kubwa naiona hapa ni hilo hitajio la kujenga uwezo wa sekta binafsi, hasa ya ndani. Pale sekta binafsi au mwekezaji anapokuwa na malengo ya kufanya biashara yanayofanana na sekta ya umma, pale ndipo PPP inapoibuka. Mfano, kazi ya serikali ni kutoa elimu, kuanzisha mashule ili ifundishe wananchi wake, watoto. Na wewe biashara yako ni hiyo hiyo ya kutoa elimu. Hapo sasa unakuta urahisi kati ya public na private, mkaungana mkaenda kutoa hiyo huduma kwa wananchi kwa kushirikiana, na mwisho wa siku kila mmoja akaondoka na faida yake. Public ikaondoka na faida, au ni outcome ya ule mradi, na wewe ambaye umewekeza utoke na wewe na faida. Ndipo PPP inapoanzia. Sasa katika miradi hiyo kuna mikubwa na kuna miradi midogo, na kila sekta, iwe kilimo, usafiri, kuna namna hiyo hiyo, kwamba serikali inataka wananchi wasafiri kwa haraka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujenga uchumi, na wewe biashara yako ni ya usafiri. Hapo ndipo PPP inapoibuka. Mkaweka ushirikiano kati ya serikali na wewe mtu binafsi, mkawasafirisha hawa wananchi, ukakomba na wewe faida yako, na serikali na yenyewe ikapata faida yake kutokana na kusafirisha wananchi. Hapo PPP inakuwa imesimama. Kwa nadhani huo ndo mustakabali mkubwa wa PPP. Sasa jamani, tunaelekea mwisho wa shughuli yetu ya leo, ambayo sina shaka kabisa kwamba tumepata
fursa ya kusikia na kujifunza mambo mengi. Ndugu David Kafulila, jamani, nadhani nimeweka mic pale kwa mkurugenzi mtendaji. Naam, anayo mic. Karibu uzungumze pale juu. Asante sana. Nashukuru sana moderator na timu yako, lakini pia wadau ambao mmeshiriki, hususan tume ya mipango, mamlaka za serikali hususan bandari, lakini pia wawekezaji na wote ambao mmeweza kutoa maoni yenu katika mdahalo huu. Niseme tu kwamba natoa shukrani kubwa sana kwenu kwa namna ambavyo mmechangia kwa uwazi, kujiamini, ikiwa ni ishara ya kwamba nafasi ya PPP itaonekana zaidi katika mpango huu au katika dira hii ambayo tunakwenda au inakwenda kuzinduliwa siku chache zijazo, kwa maana ya mwezi wa 6. Nirudie tena kusema kwamba nafasi ya PPP, nafasi ya ubia kwenye dira hii tunayokwenda nayo, tunayokwenda kuingia, ni nafasi kubwa na muhimu sana kama tunataka kufikia malengo makubwa. Hakuna nchi duniani ambayo ilifanikiwa malengo makubwa pasipo kuhusisha nafasi ya sekta binafsi na hususan ubia kwenye kujenga uchumi husika. Karibuni sana katika familia ya PPP. Karibuni sana, tujenge uchumi shindani. Karibuni tujenge nchi ambayo ina uwezo wa kushindana kwa kutumia mitaji ya ndani, kwa kutumia mitaji ya nje. Hatutaendelea tukijifunga ndani. Kutokea na haitotokea nchi yoyote kuendelea kwa kujifungia ndani. Interventions za kusaidia ndani, yes, ni muhimu zifanyike, lakini uchumi lazima uwe open. Usipokuwa open, tukubali kushindwa hata kabla ya kuanza. Kwa hiyo niwashukuru tena na tena na tena, niseme kwamba karibuni na kazi iendelee.